Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa kwa dakika chache za kufahamu machache katika mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kufikiria kurasa kwa hili. Kutokana na kuwepo kwa changamoto ya barabara katika kijiji cha Chihurungi kilichopo halmashauri ya wilaya Songea mkoani Ruvuma, sasa changamoto hiyo inakwenda kumalizika, na hii ni baada ya takriban shilingi milioni 60 kutengwa kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo. Wananchi mmesikia? Mwaka huu inalimwa. Sasa mwaka huu kiserikali, msije mkasema 2025 tumefika Krismasi, tunaingia mwaka mpya barabara haijalimwa mkaanza kuja juu. Kumbe mwaka huu kiserikali, mwaka tunaanza sasa hivi mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwakani. Kwa kuanzia leo mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka kesho ndio mwaka wa serikali. Kwa hiyo tutafanya kila linalowezekana barabara elimu. Wananchi wa kijiji hicho wamesema kuwa wamekuwa wakipata changamoto kubwa kutokana na ubovu barabara, haswa inapofika kipindi cha mvua za masika. Changamoto ya barabara ni muda wa masika. Kifuku tunapata changamoto sana, hata kwa mtu anaumwa, jinsi ya mpaka kusema upate kwenda hospitali palangu, changamoto sana. Huwa pikipiki zinakwama, zinashindwa kwenda, mpaka ambaye muda upambazuki, kama chini pawe pamenyauka nyauka ndio tunapata kuondoka. Kama wengine watoto wengine wanakuwa wajawazito, miezi inatimia, siku zake zinatimia za kwenda hospitali, anajifungulia njiani. Kero kwa barabara Chihurungi ni watu washetuambia kwamba makao watatoboa barabara kutoka wilayani kwenda kupita kijiji hiki kwenda kuunganisha pamoja na Bundwaro. Ile ya kule kidogo wameitengeneza vizuri, japo kama ni lakini shughuli, lakini ilitegemea sana kutengeneza barabara hiyo. Tuendelee na kurasa. Wakulima mkoani Manyara wamepata zaidi ya shilingi bilioni 6 baada ya kuuza zaidi ya tani 2600 za zao la ufuta, dengu na mbaazi kupitia mfumo wa stakabadhi halali katika msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026. Wakulima hao wamesema kuwa fedha hizo zitawawezesha kuondokana na changamoto ya walanguzi wanaonunua mazao kwa bei ya chini, lakini wao kunufaika zaidi kwa kuuza kwa bei ya juu. Mfumo huu ulifanikiwa kwa kiasi kikubwa, na watu waliokuwa na sita baada ya mfumo kwisha walihamasika baada ya kuona kwamba mfumo ni unaowezesha wakulima kunufaika kuliko wakati wote huko nyuma. Kwa hiyo tuliweza kutekeleza mfumo huu kwa ufanisi, na wakulima waliweza kulipwa jumla ya shilingi bilioni 6, na mpaka muda huu tunaozungumza hakuna mdau yoyote anayedai. Wakulima wote wamelipwa, halmashauri imelipwa ushuru wake, lakini wadau wote wa mfumo wamelipwa. Kwa sababu mfumo huu una lengo la kumkutanisha mkulima na mnunuzi moja kwa moja. Wale watu kati ambao tumezoea kuwaita walanguzi wanapotea. Kwa hiyo ile bei ya mwisho ya soko anaipata mkulima moja kwa moja. Tumalizie kurasa kwa hili. Taasisi za umma zikiwemo shule, zahanati na vituo vya afya zimetajwa kama wadaiwa sugu wa ankara za maji, na wametakiwa kulipa madeni hayo mara moja kabla ya kuanza kwa msako. Ndiyo. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya Babati Emmanuel Kaganda baada ya kupokea taarifa ya malimbikizo ya madeni ya watumiaji wa maji kutoka kwa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa, wilaya Babati, ambapo taasisi hizo zimetajwa kuwa ndiyo kiboko na ni wadaiwa sugu walioshirikana. Haya madeni yote nileteni ofisini na mimi nitakwenda kushughulika na hao ambao wote wanatuchelewesha kulipa madeni yetu. Tulipe, kwa sababu pia tunatumia umeme, kuna gharama za kuendesha. Sasa kama hatukusanyi tutafanyaje? Tutawezaje kuendesha mitambo hii ya kuleta haya maji kwenye maeneo yao? Wakati Ruwasa inaanza mwaka 2019, huduma ya upatikanaji wa maji ilikuwa 55.5. Kwa hiyo tutaona kwa hii miaka jinsi gani huduma imeongezeka sana.
Ongezeko hili limetokana na juhudi za serikali kuendelea kutenga na kutoa fedha ya utekelezaji wa miradi. Ninaomba walipe madeni hayo kwa wakati, kwa sababu huduma nyingi za jamii zinakwama. Tunatumia mifumo ya umeme, kwa wakati mwingine tunajikuta tunakwama, tunatumia hela nyingine tofauti kwa sababu wao wanagoma kulipa kwa wakati. Nawasihi wananchi wote na jamii kwa ujumla kuchangia huduma za maji, hasa taasisi changia huduma ya maji kwa sababu zenyewe pia zinabeba watu wengi na kuhudumia watu wengi. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.